Mimi pamoja na wanachama wenzangu tumeweza kufika mapema asubuhi ya leo mahali hapa maeneo ya mahakama ya Kisutu, tukiwa tumeitikia wito na maagizo ya makamu mwenyekiti wetu wa chama, ambapo jana akiwa jimbo la Ukonga aliweza kusema tuweze kukutana hapa leo wanachama wote kwa ajili ya kuendelea kusikiliza shauri ambalo linamkabili mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama, Mheshimiwa Tundu Lissu. Kwa hiyo tumefika hapa mapema asubuhi. Binafsi nilifika hapa majira ya saa 1:30 ambapo nilikuta na kadhia ile ambayo kama ilitokea siku za nyuma ya kwamba askari walikuwa ni wengi sana maeneo ya hapa ya Kisutu, lakini pia hata nilipotaka kuingia getini walinizuia kwa madai ya kwamba hakuna mtu yoyote ambaye anaruhusiwa kuingia mahali hapa isipokuwa awe ni hakimu, wakili au mshtakiwa. Mbali na hapo hakuna mtu mwingine yote ambaye anaweza kuruhusiwa kuingia. Hata nilipojieleza ya kwamba ni haki yangu kuweza kufika mahakamani kusikiliza kesi ambayo inamkabili kiongozi wangu au ndugu yangu yoyote, bado walinikatalia na pia walinitaka niweze kuondoka kabisa maeneo haya ya mahakamani. Na hata niliposimama pembeni nikasema basi nawasubiria wenzangu na viongozi wangu wakiwepo makamu mwenyekiti ambao tunategemea kuweza kufika, bado waliweza kunifuata na kunifukuza, wakasema maeneo ya nje ya mahakama haya yote hakuna mtu yote ambaye anaruhusiwa hata kusimama wala kupita eneo hili. Jambo ambalo kwa kweli sisi binafsi kama wanachama wa Chadema tunaona sio haki. Kwa sababu kwa nini wanataka kusikiliza shauri la mwenyekiti wetu gizani? Sisi tuna maslahi na kesi hii kwa sababu huyu ni kiongozi wetu, Mheshimiwa Tundu Lissu. Sisi tunajua sio muahini, bali ni mpigania haki, bali ni mpigania mabadiliko, ni sauti ya Watanzania. Hivyo shauri lake ambalo tunajua vile vile ni uongo alipaswi kusikilizwa gizani. Acha Watanzania wajue, waache Watanzania waone shauri hili linavyoendeshwa ili waweze kujua namna gani serikali yetu hii ya dhalimu ambayo inasingizia viongozi wa upinzani kesi mbalimbali. Kwa maana hii sio mara ya kwanza. Waliwahi kumsingizia kiongozi wetu Mheshimiwa Mbowe kesi ya ugaidi, leo hii wamekuja kwa mwenyekiti wetu wa sasa kesi ya uhaini, lakini bado mashtaka yote wanataka yaweze kufanyika gizani. Kwa hiyo sisi wanachama wa Chadema kama ambavyo ni msimamo wa mwenyekiti wetu Mheshimiwa Lissu, na sisi tunapinga kesi hii kuweza kuendeshwa gizani. Na ndio maana tunakuja hapa mahakamani kila inapotajwa. Hata kama watatupiga, hata kama watatuumiza, hata kama watatuua, lakini hatutaogopa. Bado tutaendelea kufika hapa mahakamani, bado tutaendelea kupigania haki yetu ya kutaka kujua mwenendo mzima wa kesi ambayo inamkabili mwenyekiti wetu unaendeleaje ndani ya mahakama hii. Na pengine umejaribu kuulizia viongozi wenzenu wengine ni kwamba watafika, maana yake leo unaonekana mwitikio kama vile uko down kulinganisha na siku iliyopita, au makamu mwenyekiti kuchelewa kwake unahusiana nini? Hapana, taarifa tulizonazo sasa hivi ni kwamba nyumbani kwake wamezingira mapolisi. Na sio nyumbani kwake tu, hata nyumbani kwa mheshimiwa mwenyekiti wetu Tundu Lissu pia mapolisi wamezingira. Yote ni kuhakikisha kwamba makamu mwenyekiti hawezi kutoka kuweza kufika hapa. Na nadhani wanafanya hivyo ili kwa ajili kuweza, wameona kwamba pamoja na kwamba wametupiga last time lakini hatukuacha kuja. Kwa hiyo nadhani leo wameona kwamba wamkamate kiongozi wetu nyumbani, basi kwa matikio kwamba makamanda wataogopa kuweza kufika hapa au tutaweza kutawanya.